Safari ilikuwa ni moja tu, kuelekea katika nyumba ya mwamba ambaye anafahamu siri ya mchezo wa karata, mchezo ambao umechukua maisha ya wenzao kama wawili. Kama hujatazama sehemu ya kwanza, kisha unagusa hicho pop up ili uweze kuitazama. Zilikuwa ni nyakati za giza totoro, nyakati za usiku wa manane. Basi walifunga safari kuelekea katika vijiji na ndani kabisa ya mapoli, na mbele yao ilionekana nyumba ambayo ilikuwa imezingirwa na taa nyingi sana kwa ndani, lakini nje kulikuwa kuna giza. Kwa hiyo wao walikuwa wakiona kivuli cha mtu aliyekuwa akitembea ndani, lakini mtu huyu hakuonyesha kabisa utayari wa kutaka kufungua mlango. Watu tunakufa huko nje, tafadhali tunaomba msaada wako, ndivyo alivyokuwa akimwambia huyu mtu ambaye alikuwa ndani ya nyumba. Lakini huyu mtu alikuwa akipita tu na alikuwa akishuhudia kivuli chake kikienda kushoto na kulia. Na kumbe alikuwa ni bibi mmoja hivi, jina lake anaitwa Alma, mkongwe kweli kweli. Aliposikia habari ya kwamba wenzao wawili wamekufa kwa sababu ya mchezo wa karata, ndipo alipoweza kufungua mlango. Bidada Heri alielezea kila kitu kuanzia mwanzo mpaka walipofikia dakika hii, lakini huyu bibi akasema kuwa anafahamu kila kitu na hizo karata zina historia ndefu kidogo. Mwaka 1993 kuna habari ambayo ilitikisa sana vichwa vya habari, kwa sababu watu 6 waliweza kukutwa wakiwa wamekufa ndani ya masaa 48 tu. Wote wakawa wameweza kufa na vifo vyao haikueleweka ni nani alikuwa anawaua, kwa alikuwa anakufa hata wengine mbele ya watu. Lakini mmoja wao kabla ya kuweza kufa aliwahi kusema kwamba alikuwa akicheza mchezo wa karata. Basi bana, muda ukawa umeenda mpaka ilipofika mwaka 1995 tukio kama lile tena likajitokeza. Lakini katika tukio hili walikufa watu 8 ndani ya siku 3 tu. Na tukio jingine lilitokea mwaka 1998. Katika tukio hilo kuna utofauti mkubwa uliweza kuonekanika. Walikufa vijana kama 7 hivi. Mmoja wapo aliweza kupona, ndio anaishi mpaka leo, ni mimi hapa Alma. Na anasema kwamba haikuwa muujiza yeye kupona, kwa sababu yeye hakutaka kucheza mchezo huo wa karata na hakushiriki kabisa. Yeye alishuhudia wenzake wakiwa wanaucheza. Kwa hiyo yeye aliona tukio zima. Lakini baada ya vifo vya marafiki zake wengi, akaamua kufanya uchunguzi ni kwa nini zile karata zinaua watu. Alikuja kugundua kwamba mwaka 1784 ndio kwa mara ya kwanza tukio la kwanza liliweza kutokea. Kuna mwanamama mmoja alikuwa anapenda sana kutabiriwa, na siku moja alielekea kwa mtabiri mmoja ambaye huyu mtabiri alikuwa akitabiri kwa kutumia karata. Na huyu mwanamama kwa bahati mbaya alikuwaga ni mjamzito. Alikuwa akiambatana na mume wake kila wakati kwenda kwa huyo mtaalamu anayetumia karata. Basi bwana we, siku moja mtabiri akasema kwamba baada ya huyu mama kujifungua atakufa yeye pamoja na mtoto, na ili isitokee hiyo, mwanamama anatakiwa kukisia jinsia ya mtoto wake. Mwanamama kwa kuwa alikuwa anapenda sana mtoto wa kiume, akatabiri kwamba atakwenda kujifungua mtoto wa kiume, lakini mtabiri akamwambia kuwa atajifungua mtoto wa kike. Kwa akawa amekosea utabiri wake, na ni kweli kabisa. Siku ile ilipoweza kufika ya kujifungua, mwanamama alipoteza maisha. Mume mtu alipogundua kwamba mke wake ni kweli ameweza kufariki pamoja na huyo mtoto wake, alikasirika sana, akaagiza vikosi vyake vya ulinzi na kusema kwamba yule mtabiri afe mara moja. Lakini kwa bahati mbaya sana hawakuweza kumkuta yule mtabiri, ila walimkuta mtoto wake wa kike, wakaweza kumuua. Sasa wakati watu wanafanya kafara ya mbuzi, kuku na ng'ombe kwa ajili ya kulipa visasi vyao, basi mwanamama huyu aliamua kujitengenezea kafara ya yeye mwenyewe na kusema kwamba kisasi cha mtoto wangu lazima kije kulipwa, na yeye ndo akawa kafara mwenyewe. Mwanamama alikufa na damu yake ikatiririka mpaka katika kile kiboksi cha karata alizokuwa akizitumia kutabilia watu. Basi kutokea siku hiyo, nafsi ile ikajawa na hasira sana, ikiwa ndani ya kiboksi cha karata. Mtu wa kwanza kumwangamiza, alianza kuangamizwa yule mtu ambaye alisababisha mtoto wake aweze kufa, mtoto wa mtabiri. Moja kwa moja yule mume mtu naye akaweza kuliwa. Lakini kile kiboksi cha karata hakikuishia tu kuweza kumuua yule bwana mkubwa ambaye alisababishaga kifo cha mtoto wa huyo mtabiri. Moja kwa moja kikao kinawinda yoyote yule ambaye atakuja kukifungua anaweza kufa kifo kibaya. Mwanamama Alma akapendekeza kwamba ili waweze kuishinda kabisa hiyo laana, wanatakiwa kukivunja na kukiharibu kile kiboksi ambacho ndani yake kina nafsi. Huo muda wa kukisubiria kifo tunao tena bana, wakaamua kuwasha gari moja kwa moja, safari wanaelekea kule katika mjumba ambao ndani yake una kiboksi cha karata. Kwa sababu wanakijua na wapi kilipo, basi wanaamini kwamba watakwenda kukiteketeza kirahisi tu. Ila walipofika katika daraja, ghafla gari yao ikazima. Katika kioo ambacho bidada Madeleine alikuwa ameweza kukaa, wakashuhudia kuna mchoro kama wa kamba hivi. Bidada akagundua kwamba yeye atakwenda kuangamia au kwa kuweza kunyongwa. Kumbuka kwamba hata karata zilitabiri kwamba yeye atakwenda kufa kwa kunyongwa. Bidada akaanza kukimbia sana, asijue wapi anakoelekea, akiamini kwamba ndani ya gari hili ndio kifo kitamfuata. Katika harakati za kukimbia muda mrefu, wenzake wanajitahidi kumzuia na kumwambia kuwa arudi ndani ya gari, lakini wakashangaa kuona kwamba kuna kamba imetoka juu na ni kweli kamnyonga. Hakuna aliamini kifo cha bidada Madeleine kwamba kingekuwa ni cha kutisha namna ile, tena mbele ya macho yao. He bwana we, watu walikimbia zaidi ya kilomita 15 kwa mguu. Yaani
umbali ni kama kutokea Mlimani City Dar es Salaam mpaka Kariakoo. Watu walikimbia bwana wewe kwenda kukivunja kile kiboksi. Walipokuwa wamefika, Paxton bwana mnene kuliko wote akajikuta tu analalamika na kusema kuwa nitakuwa nimepungua kilo kama 3 hivi jamani, kazi tunaoifanya hatuwezi kukimbia kifo kabisa, mimi naondoka bana. Walimbembeleza sana mwamba waende wakavunje kile kiboksi ili kuepukana na laana hiyo, lakini jamaa akasema kuwa hawawezi kabisa kukimbia laana hiyo. Mwamba akawa anatembea tu mitaani. Ghafla akasikia kuna mtu anacheka. Alipogeuka nyuma haoni mtu yote anayecheka. Mwamba mapigo ya moyo yakaanza kuongezeka. Akatamani kurudi katika ule mjumba wa wenzake, lakini ikawa ni ngumu kwa sababu ametembea umbali mrefu. Jamaa akaanza kukimbia mdogo mdogo. Kuja kutazama kwa nyuma hivi anagundua kuna kiumbe yule pale. Mwamba alitembea mpaka akaingia ndani ya elevator au lifti. Alipofika huko ndani akawa amejifungia, akajua kwamba hapa patakuwa ni sehemu salama. Ila lifti ilipofungua tu akashangaa kiumbe yule pale mbele yake, akafunga lifti. Baadaye kiumbe kikapenya juu kabisa ya lifti na mwisho wa siku kaingia kwa ndani. Aisee, Mwamba alikufa vibaya, si mchezo. Habari ya bonge ikaishia hapo. Na ni kweli kabisa, hao wengine waliokuwa wamebakia wakafanikiwa kuingia ndani ya mjengo, na hapa wakachukua zile kadi zote wakawasha moto na kuanza kuzichoma. Ila walikuja kushtuka kwamba hata moto hauwezi kuziunguza kadi hizi, na wakiwa hawana chaguo lolote lile, ikabidi kumpigia mwanamama Arma na kumwambia kwamba tunahitaji msaada wako. Na ni kweli kabisa, mwanamama akatimba hapa. Bidada Heri akasema kwamba tumeweza kumpoteza mtu mwingine ambaye tulikuwa tumeambatana naye, ameweza kunyongwa katikati ya daraja. Lakini pia bila shaka hata bonge huenda tutakuwa tumempoteza kwa sababu aliondoka na kutuacha peke yetu hapa. Basi mwanamama Alma akasema msiwe na maneno mengi, huu ni wakati wa kazi. Tunarudi tupige kazi, tuache maneno. Moja kwa moja akaanza kufanya tambiko la kuweza kuiondoa ile nafsi katika kile kiboksi. Sasa unajua ni kwamba mwanamama Alma hawezi kuuliwa kwa sababu yeye hajawahi kutabiliwa wala zile kadi hajawahi kuzitumia. Kwa hiyo mwisho wa siku wakati anaendelea kufanya tambiko hili akahisi kana kwamba nyuma yake kuna mtu. Alipotazama na kugeuka hivi akashangaa kuna karata zimekuja pale mbele na utabiri wake ukaja kwamba atachomwa na mapanga 6. Ule mzimu haukutaka kabisa kupoteza muda, ukamvuta mwanamama na kumtundika mapanga kama 6. Walikimbia hawa jamaa watatu kwenye kutazama na wanagundua kwamba mwanamama Alma naye amepoteza maisha. Basi baada ya kukimbia baada ya muda mrefu, si wakajikuta tu kwamba wote wameweza kutawanyika, kila mtu yuko sehemu yake. Bidada Paige akajikuta anatokea ndani ya chumba hiki. Lakini ghafla tu akasikia bidada Heli ni kama anaomba msaada. Ikabidi kuanza kuchungulia katika mlango. Ila alipojaribu tu kufungua mlango ukawa umeweza kujifunga. Bidada Heli anakimbia huku na Mwamba, wakafika mpaka katika mlango. Anajaribu kufungua, akagundua kwamba kuna nafsi ambayo imeweza kuzuia mlango huu usiweze kufunguka. Lakini bidada akiwa huku chini bado akazidi kusikia sauti ya bidada Heri akiwa anaomba msaada. Ghafla tu ile sauti ikabadilika na kuwa ni sauti kama ya kishetani fulani hivi. Mwanga ukaanza kufreak. Mwisho wa siku balbu nzima ikawa imepasuka na kumsababisha bidada asiweze kuona mbele. Bidada Paige baada ya dakika kadhaa akajikuta ameanza kupata uoni, ila alijigundua kwamba yupo katika stage na huyu mwanamke amejibadilisha kama mfanya mazingaombwe, na anafanya mazingaombwe mbele ya watu wengi sana ambao ni mizimu, na wanafurahia sana aina yake ya mazingaombwe kwa sababu anamchezea huyu bidada, mara mgeuze miguu yake nyuma mbele nyuma, mara amchukue bidada muingize katika box, lakini pia aanze kumzungusha hivi. Basi mizimu wanapotazama tukio hili wanashangilia sana, na sababu yamelipa viingilio vyao hapa ndani. Basi mwanamama baada ya kumhifadhi bidada ndani ya kaboksi akaanza sasa kuingiza chainsaw, yani anachoma huku. Mwisho wa siku bidada alijitahidi sana kukwepa ule msumeno, lakini ukaweza kumchana vipande kwa vipande. Bidada Heri alisikia sauti ya bidada akiwa analia ndani ya chumba ambacho kilikuwa kimeweza kufungwa. Hakuwa na namna yote ya kuweza kufanya kwa sasa. Mpaka kufikia sasa hivi amebakia watu wawili tu, Mwamba Grant pamoja na bidada Heri. Na bidada Heri akiwa ameketi na Mwamba wakaanza kujadili namna gani watakwenda kuishinda issue hii. Bidada akasema kuwa anahisi kama kuna njia ya kuweza kuishinda laana hii. Moja kwa moja anaendelea tu kudiscuss pepe, Mwamba Grant akawa ameweza kuchukuliwa na kuweza kuuliwa hapo. Bidada alikimbia sana, akaingia mpaka katika kile chumba ambacho tambiko lilitakiwa lifanyikie. Akaanza kusali maneno yake akisema kwamba naomba urudi ulikuweza kutokea, na mara ghafla ile nafsi ikaweza kujitokeza. Bidada akaanza kuiambia kwamba naelewa maumivu makali ambayo mtu unayapitia baada ya kumpoteza mtu wako, lakini sisi hatukufanya jambo hilo, sisi hatuhusiki na jambo kama hilo. Tafadhali uwe na huruma basi. Kama ambavyo ulikuwa umeumia baada ya kumpoteza mtoto wako wa kike, ndivyo ambavyo na sisi tuna wazazi wetu ambao wataumia sana baada ya kutupoteza sisi. Lakini kumbuka namna ambavyo ulikuwa umejisikia, alafu mtu mwingine ajisikie kama wewe ulivyokuwa umejisikia. Unaonaje jambo hilo? Lakini umzimu una kichwa ngumu bwana we. Moja kwa moja ukazidi kumfuata bidada, ukaenda kumkaba ili uweze kummaliza. Hasa kwa sababu mzimu umesogea mpaka katika eneo la tambiko, na bahati mbaya katika tambiko hapa palikuwa na kadi. Sasa kadi ambayo iko juu yake ni kadi ambayo inaonyesha kana kwamba kuna mtu anatakiwa kufa, na huu mzimu ndio uko mbele ya kadi, kwa wenyewe ndio unatakiwa kufa. Ghafla tu ule mzimu ukaanza kuungua, manake wakati wake utakuwa ndio umekwisha hivyo. Basi bwana Mwamba Grant akaweza kujitokeza kwa dakika hizo. Kumbe jamaa alikuwa ajafa pindi alipokuwa ameingia pale katika eneo lile pale la giza. Baadaye tunaonyeshwa nafsi ya yule mtabili ikiwa imeungana na nafsi ya mtoto wake, na sasa wanafurahia maisha
yao katika maeneo ya pepo. Mwamba Grant pamoja na bidada Harry wakawa wanatembea kuelekea sasa katika mitaa ya nyumbani kwao, lakini wakiwa njiani wakaja kushtuka kwamba kuna kama magari mawili hivi yalikuwa yanakuja upande wao. Wakajua kabisa kwamba bado mchezo unaendelea, na kumbe bana alikuwa ni ule mwamba kibonge anayefahamika kama Paxton, naye akawa amekuja na gari. Kumbe jamaa naye alikuwa bado hajafa, akaweza kuwasaidia hawa na kuwarudisha mjini. Kutokea mwanzo wa movie hii ulikuwa na mimi naitwa DJ Poa. Asanteni sana kwa wote ambao tuko pamoja. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe katika channel yetu, unaweza kufanya hivyo. Nikumbushe tu kwamba balali linalokwenda kujili mara baada ya hii ni hatari na nusu. Hakikisha tu kwamba umegusa alama ya kusubscribe. Kumbuka kwamba tuna channel mbili hapo, na zote hakikisha unagusa alama ya kusubscribe ili usije ukakosa kabisa kazi ambayo inakwenda kujili baada ya hii. Dakika 2 tu hapa.